serikali katika kutatua changamoto za sekta hii muhimu ya usafirishaji na uchukuzi, ikiwemo madai mbalimbali ya madereva. Ndugu zangu, sote ni mashahidi, serikali imechukua hatua mbalimbali katika kutafutia ufumbuzi changamoto za madereva, na hapa nimpongeze sana kamishna wa kazi kwa sababu amekuwa akishirikiana na viongozi wenu. Wapigeni makofi wote kwa pamoja. Ndugu washiriki, kuhusu hoja madereva kutokupewa mikataba ya ajira na pindi wanapoomba kusababisha kusimamishwa au kufukuzwa kazi, hiyo ni moja ya maelezo ambayo aliniambia mwenyekiti, lakini pia kwenye risala ipo na walitufikishia, na hapa mtambue kwamba hili jambo pia sisi kama serikali tunaendelea kusisitiza, na hasa kwa wamiliki. Bahati nzuri TAMSTOA wako hapa, watatusaidia tutoe mikataba kwa madereva, kwa sababu sheria inatutaka kufanya hivyo. Ni wajibu wetu kutoa mkataba, kwa sababu ndio unaeleza la kwanza makubaliano ya msingi ya kati ya wewe mmiliki wa chombo na dereva, lakini cha pili usalama wako wa chombo ni kupitia huo mkataba. Kwa hiyo sidhani ni muhimu tu kwa dereva, lakini pia ni muhimu kwa mmiliki pia wa chombo hicho. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kweli kutoa mikataba hiyo, inaeleza haki na wajibu wa dereva, haki na wajibu wa mmiliki pia. Lakini kuna stahiki nyingine za msingi, ikiwemo mshahara, ulipo kwa utaratibu gani, na ni takwa la kisheria, ulipo kwa mwezi, kwa wiki, ama kwa utaratibu mwingine wote ambao mtakubaliana, lakini uwe kimaandishi. Stahiki zako za michango ya kama kuwa umesajiliwa kwenye mfuko wa fidia kwa mfanyakazi. Tunaendesha vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya ulinzi na usalama, sema tunaendesha vyombo vya moto, ndio neno sahihi, vyombo vya moto. Chombo hiki cha moto huwa tunaomba Mwenyezi Mungu aepushe na balaa na ajali, lakini inapotokea basi bahati mbaya madhara na kukuta, uwe umejiandaa vizuri, kwa maana ya kuwa na msingi au na mfumo mzuri wa wewe kuweza kupata haki zako za matibabu, lakini pia unapoumia au kupata ulemavu uwe na haki zako, au pale inapofikia sehemu umefanya kazi na kazi yako imefikia tamati kwa mujibu wa mkataba au ukomo wa umri au ugonjwa, kuwe na hela yako kidogo ya hifadhi kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii wa NSSF. Baadhi ya watu ama baadhi ya wanaharakati wamekuwa wakitumia mwanya huu wa madereva kufanya harakati zao na kufanya vitu ambavyo haviko sawa sawa. Sisi kama taasisi, sisi kama chama, kushirikiana vyama wenzetu pacha, maana vyama vya kazi madereva, tunapogundua kuna jambo lolote ambalo linakwenda kuleta mambo sitofahamu, tunaona jinsi gani kulizungumza kabla hajatokea tatizo. Kwa sisi tunaamini katika meza mazungumzo, kushirikishana na kuzungumza kwa pamoja. Kwa kufanya hivyo, tumeamua kukaa sisi pamoja na chama cha wamiliki, maana TAMSTOA, lakini na kampuni Alliance Technology, kwa ajili ya kutengeneza mfumo ambao madereva watakuwa ndani ya mfumo mmoja ambao utasomana mfumo wa serikali na mfumo wa chama cha madereva. Hilo tumeamua kulifanya na liko mwishoni kuweza kukamilika zoezi hilo. Kufanya hivyo maana yake dereva huyu hatapatikana kijiweni. Dereva atakuja na document na leseni yake, tutaingiza kwenye mfumo, kisha dereva tutamtambua kwamba dereva huyu ni sahihi, anastahili kuajiriwa na atapata ajira ambayo itaweza yeye kumsaminisha. Kwa tunakwenda kurasimisha dereva awe sasa na yeye ni mtu ambaye kama jinsi ninavyosoma ni professional. Sasa tutakwenda kufanya hivyo. Sasa hayo hatuwezi kuyafanya kwa kutumia harakati, hatuwezi kuyafanya kwa kuleta changamoto. Lazima sisi tukae, tuzungumze, tujadiliane kwa kama tunakwenda kumboreshea maisha huyu dereva. Matatizo yote ya madereva mliokuwa nayo, mna uwezo wa kuingia kwenye kanzidata na mkayasemea. Mkiyasemea wakina Hassan Dede pale ndio wanaopata hizo taarifa, ambao ni wawakilishi wenu. Hayo matatizo hayaendi hata kwa wamiliki. So wakishapata taarifa na watayashughulikia. So jamani madereva, tunaombeni sana mjiandikishe, mjiregister kwenye kanzidata ambao ni ya kwenu. Kanzidata inaitwa dereva. Kama
jina lilivyo, dereva kwa Kiswahili kabisa. So ukiwa na mtandao, ukiingia kwenye internet unaandika tu dereva.co.tz. Sisi wamiliki wa malori, hasa chama cha TAMSTOL, tulikaa pamoja na viongozi wa madereva tukasema nini tufanye ili tuweze kupata data za wenzetu ambao watoi mikataba. Nini kifanyike? Kwa sababu kuna wakati kamishna aliniambia hebu nipe orodha ya watu wasiotoa mikataba. Ni ngumu. Kwa hiyo tukaona tutengeneze database ya madereva ambapo dereva kijiunga kwenye hiyo database kuna kipengele ambacho kinaonyesha kuna mkataba na vipengele vingine, mishahara, nini, vitu vyote vinajaa mle. Mtaalamu atakwenda mkaribisha aje achanganue vizuri. Database ambayo itasimamiwa na madereva wenyewe, sio wamiliki wa malori, madereva wenyewe. Kwa sisi tumeamua kutoa gharama ya utengenezaji wa hiyo database, lakini database inasimamiwa na viongozi wa madereva wenyewe. Sasa hamasa kwangu, muhamasike kwenda kuingia kwenye ile database. Madereva matajiri wataweka kazi, watatangaza kazi mle. Na nyinyi mkienda kuchukua kazi kule, mtajaza kwenye database kwamba je, huyo mmiliki amekupa mkataba? Na hiyo database tayari iko asilimia kama 90 imeshakwisha. Wanaotuchoresha kidogo ni LATRA, kwa sababu tunafanya integration yani muingiliano na LATRA, polisi, na imani kwamba na nyinyi mtataka mwingie huko.